Mungu hawezi kutegua tatizo linalokutesa mpaka umefika mahali pa kusema nakataa hili tatizo. Sema nakataa hili tatizo. Kitabu kile cha Maombolezo ambayo juzi tumeachia, anasema amenichakaza nyama yangu na ngozi yangu, amenivunja mifupa yangu kwa maneno. Rohoni, yani maana yake ni maneno ya rohoni. Lakini mstari wa 5 anasema amejenga boma juu yangu na kunizungushia uchungu na uovu. Amenikalisha penye giza kama watu waliokufa zamani. Unawekwa penye giza ukumbukwi, unazungushiwa matatizo. Alafu anasema mstari wa 7, ameziba pande zote nisiweze kutoka. Kila unachokiendea kimefungwa, kila wazo unaloliwaza unashangaa linablokiwa. Ukigeuka kila kona ni matatizo. Kumbe ni vitu ambavyo umetegewa kwenye ulimwengu wa roho ili uwe mtu wa majonzi, ili uwe mtu wa kulia, ili uwe mtu wa kufeli, iwe ni mtu wa kuferia kila wakati. Ninakataa kwenye ibada hii usiwe mtu wa kufeli kwenye mambo ya kuelekea kwenye utukufu. Sema amen. Sema kila jambo baya niliotegewa ninakataa kwenye ibada hii. Kila mtego niliotegewa ninakataa kwenye ibada hii. Mungu nisikie. Una imani mwanangu? Una imani ya kutoka? Mstari wa 8 anasema nami nikilia na kuomba msaada huyapiga maombi yangu. Adui anafunga anga, unaomba ni kama hakuna upenyo. Ukishafungwa nafsi huwezi kuingia kwenye maombi ukasikia upenyo au raha yoyote. Adui anapinga maombi yako na kuzuia ili ukate tamaa. Anapinga ili kuchelewesha majibu yako ili uone Yesu hayupo na wala hakusikii. Siku zote unapoona unaingia kwenye maombi unakosa ile upenyo. Kuna upenyo wa maombi. Yaani kuna mtu ukimwambia tuombe unashangaa anashindwa aseme nini. Unashangaa hata akiomba anaishiwa maneno. Unashangaa hana upenyo. Ukiona hicho maana yake kwenye ulimwengu wako wa roho adui amefunga ulimwengu wako wa roho, akafunga na nafsi yako. Kwa hiyo kinachokuja kwako ni kitu cha adui. Lakini ukiona ukiingia kwenye maombi unasikia uwepo fulani, unasikia mpaka kunena kwa lugha, unasikia raha fulani, maana yake ulimwengu wa roho inakwambia hata maombi yako yanafika kwa Yesu. Nami nataka nifungue anga yako ili maombi yako yafike na Bwana aje na majibu yako. Sema nakataa kucheleweshewa maombi yangu. Kishaona unaingia kwenye maombi alafu ulimwengu wako wa roho imefungwa, unakosa nguvu ya kuomba, maana yake ulimwengu wako wa roho, nafsi yako imefungwa. Kwa hiyo hakuna kitu kama tu ukiingia kwenye maombi hauna ile furaha kuingia kwenye maombi. Wengine ukitaka kuingia kwenye maombi unakata tamaa. Wengine ukiingia kwenye maombi nguvu inaisha, maneno yanaisha. Hii ni ishara nafsi yako imefungwa, haitembei na Mungu. Nami nataka niombe Mungu leo, kati ya kitu cha kuomba, omba Mungu atembee na wewe. Omba uwepo wa Mungu itembee na wewe. Kwa nini matatizo yanakuandama? Uwepo wa Mungu maishani mwetu ni kitu muhimu sana. Hata kama uko kwenye matatizo, ukitembea na uwepo wa Mungu, unashangaa watu wanaona unakwenda kufa, lakini ndani kwako unasikia uwepo wa kushinda, unasikia uwepo wa kwenda viwango vya baraka. Ninakutamkia, pokea macho ya rohoni, pokea uwepo wa Bwana. Bwana atembee pamoja na wewe. Hebu sema leo nadai uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Guse mwenzako, mwambie tembea na uwepo wa Mungu. Usitembea na vitu vingine. Ndio maana unashangaa kuna vitu vinakupata, unakosa raha, unakosa amani, unasikia kuchanganyikiwa, unahisi kuchanganyikiwa. Ziko vitu unashindwa kutenda. Why? Nafsi yako katika ulimwengu wa roho imefungwa. Wakifunga nafsi, kama unasoma unashangaa wanaanza kusababisha matatizo ya kuugua, ya kudondoka, ya kushindwa, ya kufeli, kukosa ada. Kumbe ni tatizo ambalo limeandaliwa kwenye ulimwengu wa roho. Inakuja kama matatizo, lakini sio tatizo la kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho adui ametega mitego. Kwenye ibada hii nategua mitego. Ukaona upenyo kwenye familia ya mama yako, ukaona upenyo kwenye maisha yako. Mtu mmoja aseme amen. Nataka leo ukitoka hapa uone upenyo katika maisha yako. Sema kila uzito niliowekewa inakwenda kuteguliwa. Kila ninachokiendea kinakufa kinakwenda kuinuka.
Sema amen. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ikifungwa, unashangaa upokei majibu yako kwa wakati. Kitu ambacho ulitakiwa kumiliki mwaka huu, unaenda kumiliki miaka 4 ijayo. Roho ya kucheleweshewa mambo inaanza katika ulimwengu wa nini jamani? Wa roho. Sema amen. Kitabu cha Daniel 10. Kitabu cha Daniel mlango wa 10 mstari wa 11 hadi 14. Daniel alipoingia kwenye maombi ili Mungu awaondoe kwenye utumwa, adui aliona miguu ya Daniel kuwa inabeba habari njema kwa ajili ya ndugu zake pamoja na yeye. Adui akaona ayapiga yale maombi. Daniel walikuwa wametekwa katika nchi yao, wakahamishwa nchi ya utumwa. Kwa hiyo wakati wanatumika kwenye nchi ya utumwa, maandiko yanasema Daniel akapata ufahamu, akajinyenyekeza kwa Bwana, akawa anaomba kwa ajili ya ule utumwa, akiomba Mungu ahusike watoke kwenye utumwa. Na akiwa kwenye maombi, maandiko yanasema mkuu wa anga alipambana na Daniel. Kwa nini apambane na Daniel? Aliona miguu ya Daniel sio miguu ya kawaida. Katika ulimwengu wa roho, miguu ya Daniel ilibeba hatima ya familia la taifa la Israeli. Kama ambavyo kuna mtu unanisikiliza, adui akiangalia miguu yako kwenye ulimwengu wa roho, anaona uelekeo wako ni uelekeo ambao unaenda kuwa mama wa baraka, unaenda kuwa binti wa baraka, unaenda kuwa injinia mahali, unaenda kuwa dokta mahali, unaenda kuwa mtu mkubwa mahali. Kwa hiyo akisoma nyayo za miguu, anashughulikia miguu yako kwenye ulimwengu wa roho isiende kama Mungu alivyotaka. Nami leo nakata kamba kwenye miguu ya mtu mmoja akimbilie kwenye hatima yake. Hili tumbo linabeba kitu fulani. Adui alipoona Daniel ndiye anayebeba taifa la Israeli, watu wengi walikuwa wanamtegemea Daniel kama ambavyo wewe unategemewa na wengi. Wewe nyuma yako kuna maelfu ya watu. Nami nakuombea kama ishivyo Bwana, lazima utawabeba wengi, lazima utawainua wengi, lazima kupitia wewe wengi watapata faraja, lazima kupitia wewe mamaka atasema asante Mungu kwa kunipa binti, asante Mungu kwa kunipa kijana wa kiume. Natamka miguu yako iachiliwe leo, natamka miguu yako iachiliwe leo, natamka miguu ya mtu iachiliwe leo, natamka miguu yako mama iachiliwe leo, natamka miguu ya biashara iachiliwe leo, natamka miguu ya ndoa iachiliwe leo, natamka miguu ya kuinuka iachiliwe leo. Tumoja piga kelele, sema miguu yangu iachiliwe. Kuna miguu ya biashara, adui akishaona anashughulikia miguu yako, anapunguza spidi, anapunguza kucheleweshe. Kwenye ibada ya leo, jiandae kupokea upako wa haraka haraka wa kutocheleweshwa. Sema nakataa kucheleweshwa katika jina la Yesu. Sema fire. Sema fire. Mstari ule wa 12, ndipo akaniambia usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili yako, kwa ajili ya maneno yako. Kinachomfanya Mungu aje kwenye maisha yako ni wewe kuongea naye kwa njia ya maombi. Mungu, malaika anamwambia Daniel, tangu siku ya kwanza ulipoingia kwenye maombi, jibu lilitoka kwa Mungu kwamba ujibiwe haja ya moyo wako. Ni watu wangapi wanaingia kwenye maombi na Mungu ameshajibu maombi yao, lakini kwenye ulimwengu wa roho inazuiliwa? Watu wangapi wameingia kwenye maombi, wanaomba kuvuka mambo fulani, lakini adui alipoona akafunga anga zao. Nataka leo yule malaika ambaye alipigana katika ulimwengu wa roho, akafikisha Daniel, akafikishwa majibu yake kwenye anga uliopo, kuna kitu kinakwenda kushuka, kuna baraka inakwenda kushuka, kuna upenyo unaenda kushuka. Sema amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Mguse mwenzako, mwambie anga yangu itakuwa kilia. Uko tayari? Uko tayari mwanangu? Daniel maombi yake yanazuiliwa kwa siku 21. Kilichomsaidia Daniel, hakukata tamaa. Nami nataka nikutie moyo, usiwe mtu wa kukata tamaa. Hata kama umeomba hujajibiwa, endelea kugonga mwamba, Mungu atajibu. Na leo kama una imani, Mungu atajibu. Kuna wale watu maombi yenu yamecheleweshwa, Mungu atakwenda kujibu. Si ajabu ni leo au kesho au wiki hii au mwezi huu. Sema maombi yangu yatajibiwa. Daniel alikuwa anabeba familia ya kwao, lakini akaingia mpinzani.
Ni watu wangapi leo mnanisikiliza hapa, miaka 3 ijayo maisha yako yatakuwa hivi ndivyo? Ni watu wangapi mnanisikiliza mahali hapa, miaka 2 au miezi 3, uwezi ukajua Mungu atafanya nini kwenye maisha yako. Na Mungu anataka tuombe. Hebu sema tuombe. Daniel ilibidi aombe. Mungu alitaka Daniel aombe. Mungu hapambani na adui zako mpaka umetaka Mungu apambane. Na anayeanza kupambana ni wewe. Sema fire. Mwambie mwenzako wewe pambana. Alafu Mungu ndiye ataona sasa kwamba umekataa hali hii. Amen. Amen. Sema leo natoka. Sema leo natoka kwa jina la Yesu. Sema amen.